Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo tarehe 15 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, Jumatatu, juma la 3 la Majilio. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hesabu sura ya 24 aya ya 2 hadi aya ya 7 na aya ya 15 hadi ya 17. Na somo la Injili linatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 21 aya ya 23 hadi aya ya 27. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 21 aya ya 23 hadi aya ya 27. Siku ile Yesu alipokwisha kuingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakamwendea alipokuwa akifundisha, wakasema, "Ni kwa amri gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa amri hii?" Yesu akajibu akawaambia, "Na mimi nitawauliza neno moja, ambalo mkinijibu, nami nitawaambia ni kwa amri gani ninatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Ulitoka mbinguni au kwa wanadamu?" Wakahojiana wao kwa wao wakisema, "Tukisema ulitoka mbinguni, atatuambia, mbona basi hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, twaogopa mkutano, maana watu wote wanamwona Yohana kuwa ni nabii." Wakamjibu Yesu wakasema, "Hatujui." Naye akawaambia, "Wala mimi siwaambii ninyi ni kwa amri gani ninatenda haya." Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, katika tafakari yetu ya leo inajikita zaidi katika fadhila ya ukweli. Katika somo la Injili tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo akiingia hekaluni, ndiposa wakuu wa makuhani na wazee wanafika na kufanya mahojiano naye, kwanza kwa kumuuliza swali: mambo yote anayoyatenda yamepata kibali kwa nani? Au yameidhinishwa na nani? Au kwa amri ya nani anatenda mambo hayo? Ndiposa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kutambua wakati bado haujafika kadiri ya mapenzi ya Mungu Baba na yeye kujifunua kwao, anawahoji kwa swali: ubatizo wa Yohane ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu? Aliwaomba wampatie jibu, ili naye awape jibu kwa mamlaka ya nani anafanya hayo yote. Tumeona wazi wakuu wa makuhani na wazee wanapata ukinzani mkubwa wa kujibu swali la Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo wanashindwa kusimama katika ukweli wanaojua kwa kuogopa, wakisema ubatizo wa Yohane umetoka kwa Mungu. Moja kwa moja watakuwa wamekiri kwamba Kristo ndiye Masia, kwa kuamini kwamba Yohane alikuwa ni nabii wa Bwana. Na wakisema umetoka kwa wanadamu, wanaogopa wafuasi wa Yohane watawapiga mawe. Hivyo wamekubali kuonekana wajinga na kupata aibu kwa kusema hawajui na kuogopa kumkiri Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, mimi na wewe tunaweza kuwashangaa hawa wakuu wa makuhani na wazee kwa kutomkiri Kristo na kukwepesha ukweli kwa hofu ya mazingira yao. Lakini tujiulize swali katika mioyo yetu: ni mara ngapi tunashindwa kumkiri
na kusimamia ukweli katika vifungo vyetu vya maisha au nadhiri zetu tunaposhindwa kutimiza wajibu zetu kama Wakristo wabatizwa, kwa kutoshiriki masakramenti mbalimbali katika maisha yetu, kutotimiza majukumu yetu vizuri katika familia au katika shughuli zetu makazini au katika jamii kwa ujumla. Hatuna tofauti na wakuu wa makuhani na wazee ambao walishindwa kuukiri huo ukweli iwapo tutashindwa kutimiza wajibu zetu. Katika kipindi hiki cha Majilio, tufanye maandalizi ya kina katika roho zetu, hasa kwa kuikimbilia ile sakramenti ya kitubio, na tukiwa na tumaini la ujio wa Mwokozi Kristo Bwana. Kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria, mama wa Mungu, tujaliwe fadhila ya kuwa wa kweli na kusimamia ukweli hata ikitugharimu kupoteza uhai wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Julian Moses Kangalawe, niliye wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 4 katika Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.